Huenda unashindwa kuomba, huenda huwezi kuomba kabisa, ama kuna muda unaomba sana lakini maneno yanakuishia njiani. Naomba dakika 2, dakika 3, dakika 4 unakuta tayari umekwisha kuishiwa na maneno. Sasa leo nitakuonyesha maneno matano ambayo unatakiwa kusema kama huwezi kuomba. Yaani maneno haya matano ukiyasema hata kama huwezi kuomba, Mungu atasikia ni kitu gani unachotaka kuomba. Mungu atasikia haja za moyo wako. Na baki mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwishoni mwa video hii nitakuombea wewe ambaye hauwezi kuomba kabisa, ama kama unaomba unaishiwa maneno, nitakuombea Mungu aweze kupatia nguvu ya kuweza kuomba kwa muda mrefu. Muda huu nao kwenda kuonyesha maneno haya matano, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya kuhusiana na maombi uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. Sasa neno la kwanza kusema kama hauwezi kuomba kabisa, mwambie Mungu nisaidie. Kitabu cha Warumi sura 8 na mstari wa 26 inasema, Roho nayo tusaidia katika udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba kama jinsi pasavyo. Utakapomwambia Mungu akusaidie, hata kama ndani yako unajisikia uvivu, hata kama ndani yako hujisikii ile hamu ya maombi, hata kama ndani yako umeishiwa ile nguvu ya maombi, utashangaa ile ghafla ile nguvu ya maombi imekuja ndani yako na umeanza kuomba kama kawaida. Kwa sababu unapomwambia Mungu akusaidie, inamaanisha wewe kwa nguvu zako umeshindwa, kwa akili zako umeshindwa, unamwachia Roho Mtakatifu mwenyewe aweze kusaidia kwenye hayo maombi. Unamwachia Roho Mtakatifu mwenyewe aweze kukava ule udhaifu ulionao wewe kwenye maombi. Kwa sababu muda mwingine tunashindwa kuomba kwa muda mrefu, muda mwingine hatuwezi kuomba kwa sababu roho zetu ni dhaifu, roho zetu hazina nguvu ya maombi. Lakini unaposema kwamba Mungu ninaomba unisaidie, Mungu mimi siwezi kuomba, unamwachia lile jukumu Roho Mtakatifu la kuweza kuomba. Na nakuhakikishia utakaposema hivyo, hata kama ulikuwa hujisikia hali ya kuomba kwa namna gani, Roho Mtakatifu akishuka ndani yako, Roho Mtakatifu akishuka pale ulipo, utajikuta umepata nguvu ya kuomba ghafla, na maneno yameanza kuja ndani yako na umeweza kuanza kuomba kama kawaida. Mwingine huwezi kuomba labda kwa sababu una huzuni ndani yako, kuna mtu amekukwaza, kuna dhambi ambayo hujaitubia. Kwa unapomwambia Roho Mtakatifu akusaidie, Roho Mtakatifu anaposhuka ndani yako anakava udhaifu wote, ule huzuni ndani yako. Hata kama una huzuni ndani yako, utajikuta bado unaomba. Hata kama ndani yako wewe ni mchovu, utajikuta bado unaomba. Hata kama kuna mtu amekukwaza, kuna dhambi ambayo hujaitubia, lakini Roho Mtakatifu akiingia ndani yako ataanza kuelekeza namna gani ya kuomba, ni kitu gani unachotakiwa kuomba, na unatakiwa uombaje ili kuweza kupata huo muujiza ambao unataka kwenda kuupata. Neno la pili kusema kama hauwezi kuomba, mwambie Mungu ninaomba unifundishe kuomba. Kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 11 na ule mstari wa kwanza inasema, wanafunzi wake wakamwambia, Bwana tufundishe kusali. Unaona, wanafunzi wa Yesu walijua kabisa ndani yao hawawezi kuomba, walikuwa wanashindwa kuomba. Na ndio maana kuna kipindi hata Yesu alienda na kina Petro, Yohana na Yakobo mlimani kwenda kuomba. Yesu alipokuwa ameenda kuomba, alipoenda kuangalia kina Petro, Yohana na Yakobo, akawakuta wamelala. Na ndio maana akamwambia, je, Petro, Yohana na Yakobo mlishindwa kuliomba na mimi hata risali moja? Kwa wanafunzi wa Yesu walikuwa wanatamani sana kuweza kuomba, walikuwa wanatamani sana kuweza kusali, kwa sababu walikuwa wanajua haya matokeo Yesu ambayo anayapata kwenye maisha yake ni kwa sababu Yesu ni mwana maombi sana. Kwa hiyo na wenyewe wakawa wanatamani waweze kuiga lifestyle ya Yesu, ili wawe wana maombi kama Yesu, ili waweze kupata miujiza kwenye maisha yao, ili waweze kumuona Mungu, ili mambo yao mengine yaweze kuanza kusogea kama kawaida. Na ndio maana akamwambia tufundishe kusali, kwa sababu walikuwa hawajui kusali. Unapomwambia Mungu naomba unifundishe kusali, kipindi unachokuwa kwenye maombi, ina maana unakuwa unamwambia kwamba Mungu, mimi peke yangu siwezi, mimi kwa akili zangu siwezi. Mungu naomba uje mwenyewe unifundishe kusali. Na wewe una uhakika utakaposema neno la namna hiyo, basi Mungu mwenyewe atashuka ndani yako na ataishusha ile roho ya maombi, na utajikuta umeanza kuomba kama kawaida. Utakapotamka neno la namna hiyo, neno la namna hiyo litashusha roho ya maombi ndani yako, roho ya maombi itashuka ndani yako, na roho ya maombi itakaposhuka ndani yako, utajikuta umeanza kuomba, na utajua ni kitu gani cha kuomba, uombe vipi, na utumie mistari gani ya kuomba, kwa sababu Roho Mtakatifu atakaposhuka ndani yako ataanza kufundisha ni namna gani ya kuomba. Huenda kuna makosa ambayo unafanya kipindi unachokuwa unaomba, na ndio maana unashindwa kuomba. Huenda kuna vitu ambavyo hutakiwi kuvifanya ambavyo unavifanya, na vitu hivyo vinakuzuilia wewe maombi yako usiweze kuomba kwa muda mrefu, vinafanya maneno yako yaweze kuisha mdomoni. Kwa unapomwambia kwamba Mungu nifundishe kuomba, Mungu atakuondolea ule udhaifu. Mungu ataondoa chochote kile ambacho kiko ndani yako kinachokuzuia wewe usiweze kuomba. Atakwambia ni namna gani ya kukiondoa, na nakuhakikishia utakapomwambia Mungu ninaomba unifundishe kuomba, nguvu ya maombi itaingia ndani yako na utaanza kuomba kama kawaida. Na neno la tatu utakalolisema kama unashindwa kuomba, mwambie Mungu nisamehe dhambi zangu zote. Kitabu cha Yohana wa kwanza ile sura ya kwanza na mstari wa 9 inasema, tukiziungama dhambi zetu zote, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu zote. Unajua kuna muda unaweza kuwa unashindwa kuomba ni kwa sababu ya dhambi ambazo umemtendea Mungu, na dhambi zile bado haujazitubia. Dhambi huwa zinafanyika kama ukuta wa kuzuia maombi yako yashindwe kwenda kwa Mungu. Dhambi huwa inamfanya Mungu ashindwe kukuangalia wewe. Dhambi huwa inamfanya Mungu aweze kugeuza shingo yake asikuangalie wewe. Kwa muda mwingine unaweza kuwa una struggle sana kwenye kuomba, unatamani sana kuomba lakini unashindwa, lakini huenda ni kwa sababu haujamuomba Mungu kwanza toba. Haujamwambia kwamba Mungu ninaomba unisamehe kile nilichokosea. Unaweza tukaingia kwenye mambo kumwambia Mungu naomba unisamehe makosa yangu yote, dhambi nilizokosea nikiwa ninajua na pia nikiwa sijui, zile nilizokosea kwa makusudi na kutokuwa na makusudi. Mungu naomba unisamehe kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo mzeti hai, nioshe dhambi zangu zote, nitakase dhambi zangu zote kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo mzeti hai. Amen.
Utakapoomba maombi ya namna hiyo, anga lako litafunguka, roho yako itafunguka na Mungu ataanza kusikiza maombi yako. Na nikuhakikishie, Mungu akiwa anasikiza maombi yako, hauwezi ukashindwa kuomba. Hauwezi ukaomba kidogo. Utajikuta unaanza kuomba bila maneno yako kuisha. Utajikuta unaanza kuomba kwa msisitizo, unaanza kuomba kwa mzigo. Muda mwingine dhambi huwa inafanya Mungu asisikie maombi yetu. Ndio maana maandiko yanasema kwamba maombi ya mwenye dhambi ni makelele mbele zake. Na neno unalotakiwa kusema kama unashinda kuomba, mwambie Mungu, ninakuja mbele zako kama nilivyo. Kitabu cha Waebrania sura 4 na mstari wa 16 inasema, basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Unapomwambia Mungu nakuja kwako kama nilivyo, unamwambia Mungu, mimi moyo wangu unaujua. Mungu hali yangu ya kutokuomba unaijua. Mungu dhambi zangu nazijua. Mungu madhaifu yangu unayajua. Mungu makosa yangu unayajua, lakini nakuja mbele zako kama nilivyo. Mungu, ninaomba unisikilize. Unapomwambia kwamba Mungu unakuja mbele zake kama ulivyo, ina maana haujihesabii haki. Ina maana unakuwa unamwambia kwamba Mungu, neema zako zinanitosha, rehema yako inanitosha. Mimi ni mwenye dhambi, mimi sio mwenye haki mbele zako, lakini Mungu kwa neema yako umenifanya mimi mwenye haki. Mungu kwa damu yako umenistahilisha mimi. Mungu kwa damu yako umenifanya mimi kuwa mpya, umenitakasa upya. Unapomwambia Mungu hivyo, unaposema neno hilo, Mungu ni rahisi sana kukuangalia. Unakuwa ni kama yule mtoza ushuru ambaye alienda mbele za Mungu akamwambia Mungu, unisamehe kwa kuwa mimi ni mwenye dhambi. Mungu akasikia maombi yake. Haui kama yule mfarisayo ambaye alienda mbele za Mungu akamwambia Mungu, tazama mimi natoa zaka zangu kila wiki, ninafunga mara 3 kwa juma, mimi ni mtakatifu. Yule alienda akijihesabia haki. Lakini yule mtoza ushuru alimwambia Mungu, nakuja mbele zako kama nilivyo. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye makosa. Mungu, naomba unisikize hivi kama nilivyo. Sistahili hata kukaa mbele zako. Na Mungu akamsikia. Kwa utakapomwambia kwamba Mungu nakuja mbele zako kama nilivyo, hata kama una makosa, hata kama una madhaifu, Mungu atakusikia mara moja na atazijibu haja zako mara moja. Sasa napokwenda kuonyesha neno la 5 la kusema, kama hauwezi kabisa kuomba, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Na kama bado hujalike video hii mpaka hapa tulipofika na unabarikiwa, basi unaweza ukalike mahali pale. Na neno la 5 unaloweza kusema kama huwezi kuomba, mwambie Mungu, ninakutumaini wewe. Kitabu cha Zaburi sura ya 62 na mstari wa 8 inasema, tumaini yeye siku zote. Ina maana unapomwambia kwamba Mungu nakutumaini wewe, ina maana ukawa unamwambia Mungu, wewe ndio ngao yangu, wewe ndio ngome yangu. Mimi sina mwingine Mungu isipokuwa wewe. Ukinitupa wewe Mungu, mimi sina pengine pa kwenda. Ina maana unakutumaini wewe, nimeacha kutumaini vitu vyote. Unakuwa ni sawa sana yule mtu ambaye anamwambia Mungu, sijatumaini madaktari kuhusiana na ugonjwa nilionao, sijatumaini washauri kuhusiana na hii ndoa inayonisumbua, sijatumaini wanadamu kutokana na hii biashara inayonisumbua. Mungu, nimekutumaini wewe. Unapoongea neno hili, unamwonyesha Mungu nafasi gani alionao kwenye maisha yako. Unamwonyesha kwamba Mungu, mimi nakutumaini wewe. Mungu, mimi sina kingine chochote. Mungu, sijatumaini wanadamu. Mungu, sijatumaini fedha zangu. Mungu, sijatumaini uzuri wangu. Mungu, sijatumaini sifa zangu. Mungu, lakini nimekuja mbele zako, ninakutumaini wewe. Ina maana kwa lugha nyingine, unakuwa unamwambia Mungu, mimi na sifa nyingi. Mungu, mimi huenda na vyeo. Mungu, huenda mimi na pesa, lakini sijatumainia pesa, sijatumainia kitu chochote. Mungu, nimekutumaini wewe. Na nakuhakikishia, ukisema neno hilo, Mungu atasogea kwa ukaribu mbele zako na atasikiza haja za moyo wako, hata kama hauwezi kuomba kabisa. Sasa muda huu nataka nikuombee wewe ambaye hauwezi kuomba, unaishiwa nguvu ya kuomba ukianza kuomba, ama kila unapoanza kuomba maneno ya kuishia mdomoni. Weka mkono wako wa kulia kwenye kifua chako nikuombee. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ndani hai, naomba nguvu ya maombi ndani ya dada huyo, ndani ya kaka huyo, ndani ya baba huyo. Mungu, kachie roho ya maombi ndani yao. Mungu, kachie nguvu ya maombi ndani yao. Kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ndani hai, Baba, naomba roho ya maombi ndani yao. Mungu, kawafundishe kuomba. Roho Mtakatifu kaongoze namna gani ya kuomba katika jina la Yesu Kristo ndani hai. Amen. Na nakuhakikishia kwa maombi ambayo nimekuombea siku ya leo, umekwisha kupokea nguvu ya maombi tayari. Kuna watu mtakuja kutestify, mtakuja kutoa shuhuda kwenye comment section. Utasema, mtumishi wa Mungu, kupitia maombi yale na somo hili ambalo ulitufundisha siku ile, sasa hivi nimekuwa mwombaji mkubwa sana. Na kama umejifunza kitu kupitia video hii, andika pale kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Lakini pia kama unatamani kujiungamanisha na sadaka yako na nguvu hii ya maombi ambayo nimekuombea siku ya leo, unaweza ukatoa sadaka yako kupitia namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo chini kwenye screen yetu. Utakapofanya hivyo, Mungu akubariki sana na Mungu akuongezee nguvu ya maombi zaidi, ukapate kuomba na Mungu akujaze zaidi ndani ya roho yako katika jina la Yesu Kristo mzeti hai. Amen. Kama unatamani kuweza kuwasiliana na sisi namna gani ya kufika kanisani kwetu, unaweza ukachukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana upande wako chini wa kulia screen yako, ukatupigia na tukakuelekeza namna gani ya kufika kanisani. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe mahali pale ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya ya maombi uwe wa kwanza kuyapata. Kama bado hujalike video hii mpaka hapa tulipofika na nimekubariki, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.